Ahlan wa sahlan, karibu moja kwa moja, karibu jijini Mbeya. Daraja la reli ya Tazara ambalo pia ni kiungo kikubwa cha barabara ya Tanzania Zambia ni moja kwa moja sasa unaanza kuingia katika jiji la Mbeya, ambapo hii leo kutapigwa mchezo mkubwa kabisa hapa jijini Mbeya. Kwa wale wasiojua vizuri jiji hili, ni eneo la Mafiat hilo roundabout, mzunguko unaounganisha maeneo ya katikati ya jiji la Mbeya pamoja na njia kuu ambayo inaelekea Tunduma Zambia. Ni moja kati ya jiji ambalo kwa sasa macho na masikio ya Watanzania yanaangazia hapa, ambapo ligi kuu ya soka Tanzania bara mchezo kati ya Young Africans dhidi ya Tanzania Prisons dhidi ya Yanga moja kwa moja sasa katika uwanja wa Sokoine jijini Mbeya, na timu ndio zinatoka kule ndani hivi sasa. Mabingwa wa zamani wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Prisons dhidi ya Yanga, mabingwa wa kihistoria katika ligi kuu ya soka Tanzania. Ni timu ambazo zimekutana mara nyingi hivi, lakini tangu mwaka 2013 2014 timu hizi zimekutana kiasi ya mara 10 hivi, na hii leo zinakutana kwa mara ya 11. Ibrahimu Ajibu Migomba, mchezaji ambaye anatajwa kuwa ni fundi wa kupiga pasi za upendo na pasi ambazo zinazaa mabao. Nyuzi joto 23, upepo kwa unavuma kilomita 10 kwa saa, uwezekano mkubwa kabisa wa kunyesha mvua ni 98%, na wachezaji wa timu zote mbili sasa, Yanga wakiwa wanasalimiana na wenyeji wao Tanzania Prisons. Nahodha Laulian Mpalile, mchezaji ambaye amecheza kwa muda mrefu katika timu hii ya Tanzania Prisons, na ndivyo ambavyo tunavyoweza kuzungumza katika mchezo ambao takwimu zinaibeba Yanga kwa kiasi kwamba kwa michezo yote 10 waliokutana tangu mwaka 2013 2014, kikosi cha timu ya Tanzania Prisons, mlinda mlango Alon Lulambo anaendelea kuwepo langoni, lakini mchezaji wa siku nyingi kabisa ambaye tunaweza kusema amecheza muda mrefu nimekwisha kufahamisha kwamba Laulian Mpalile, na kwenye benchi Prosper Kaniki, lakini wakati huo Ismail Aziz kijana mdogo anaanzia kwenye benchi, na ndivyo ambavyo tunataraji kuona mchezo, pamoja na mvua kuwa imenyesha masaa mawili yaliyopita, lakini hali ya uwanja inaridhisha. Na kikosi sasa cha Young Africans kama kawaida, Kabwili anaendelea kuwepo pale langoni, lakini Eriete Makambo ndiye mchezaji ambaye amekuwa anaongoza ile safu, na kwenye benchi Klaus Kindoki yeye yupo pale, kwa vyovyote vile anaendelea kuwepo, hakuna mjadala. Ni waamuzi wa mchezo wa leo, Mesha Kisuda kijana mdogo kabisa akitokea kule Singida, ndiye atakayekuwa akiwaongoza wenzake akiwemo Nestor Livangala, hali kadhalika Jafet Kisigilwa. Hawa wote wana dhamana ya kusimamia sheria 17 katika mchezo huu ambao unakwenda kuanza muda mfupi. Mechi zote wakiwa wameshinda, hawajapoteza mchezo, na kwa vyovyote vile hii leo wanataraji kuendeleza wimbi walilonalo katika michezo kadha wa kadha, ambayo kwa hakika wamekuwa na mwenendo mzuri, tofauti na Tanzania Prisons ambao wao wamekuwa na msimu mbaya tangu kuanza kwa ligi kuu soka Tanzania bara msimu huu, wakiwa wamepata ushindi mchezo mmoja tu hapa nyumbani muhimu. Mwamuzi Mesha Kisuda, kama ambavyo nimekufahamisha, yuko tayari kabisa akiweka sawa mambo yake ili kuhakikisha kwamba kila kitu kinakwenda kama kilivyopangwa. Mpira umekwisha anza, na niko na mwenzangu hapa Shaban Nasol. Na Shaban Nasol, labda nini tutaraji, ama watazamaji wetu wataraji nini katika mchezo huu? Tutarajie mechi ngumu, hasa ni mvula kwa pande zote mbili. Tanzania Prisons ambao wana struggle kutoka katika nafasi ya 19 wakitafuta alama muhimu katika mchezo leo, hali kadhalika Yanga pia akihitaji kutanua uongozi katika msimamo wa ligi soka Tanzania bara. Moja kati ya mechi nzuri ya kuitazama jioni ya hii leo. Hatari wajaribu kucheza, lakini Andrew Vincent anacheza vizuri. Cleophas Damba mimina kule, Makambo na nyaka goalkeeper Alon Kalambo. Wanapaswa kutulia. Ajib haya, aliunawa mlinzi mmoja wa Tanzania Prisons.
anafanya makosa James Mwasote kumsindikiza Ibrahim Mwajib, moja kati ya wachezaji wenye skills, ana uwezo wa kuchezea mpira. Alichokifanya alikuwa nje kidogo ya kisanduku cha Tanzania Prisons, alimgongesha mchezaji mmoja wa Tanzania Prisons, anatengeneza mpira wa adhabu ambao unapigwa kuelekea Tanzania Prisons. Bila shaka kuna mipango inataka kufanyika. Ajib cheza ule mpira, lakini wanasema mgema ukimsifu tembo ulitia maji. Alitaka kupitisha mpira kwenye msitu wa walinzi wa Tanzania Prisons. Wachezaji wa Tanzania Prisons wanataka kupiga chini chini, lakini ule ujanja akauotea wachezaji wa Tanzania Prisons. Hapo ndipo unaposema wachezaji wa Tanzania mara nyingi huwa watabiliki mpira ule. Wanapaswa kuwa makini Tanzania Prisons, nafasi ambazo wanazitengeneza. Hatari. Refari Meshak Suda kutoka Singida anamwambia Eritie Makambo, amka baba, penalty haitoki hivyo. Zaidi kwa pande zote mbili. Mwisho Afani Ngasa alimtengenezea Eritie Makambo. Nurdin Issa Chona akaja na kimbizana na Eritie Makambo kama waligongana. Kona anapigwa na Salum Kimenya, mimina kule. Andrew Vincent anacheza kwa kichwa ule mpira. Jumanne Al-Fadhil, Nurdin Issa Chona, Alun Kalambo, Chona. Wanasema kwa kila anayechuma janga mara nyingi hula na wakwao. Sasa walitaka kula na wakwao hawa Tanzania Prisons baada ya kurejeshewa ule mpira. Alipaswa kuwa makini. Wana magoli 7 ya kufunga, magoli ya kufungwa 11, wako nafasi ya 19. Ndivyo hivyo kwa point 10. Haya ndivyo ambavyo timu zote mbili hizi leo zinacheza. Bila shaka utakuwa umezifahamu vizuri. Tarusha ule mpira, wekwa chini na utapigwa mpira kuelekezwa katika lango la timu ya Yanga. Wanapaswa kuwa makini, wanapaswa kuwa makini walinzi wa Yanga. Kevin Friday ameonekana kuwa akisumbua. Haya alikuwa akikatiza Kevin Friday. Edward Maka alionekana kutumia nguvu, alilala ile tandika reli kabisa. Jaza na mimina ule mpira unakwenda nje, na goal kick. Mahesabu mazuri ambayo amewafanya Tanzania Prisons, lakini Salum Kimenya mahesabu yake kama alifanikiwa kuvusha katika ukuta, lakini kipimo kile kilikuwa juu kidogo. Naona katika mchezo dhidi ya Yanga na Mwadui akapewa siku 7 za mapumziko. Ajib Ibrahim Migomba, Ajib mchezo ule mpira unaondoshwa na James Mwasote. Wanapaswa kuwa makini. Alikuwa akimsindikiza Jumanne Al-Fadhil na tayari alikuwa ameshaingia kwenye kisanduku kile. Ibrahim Mwajib alichokifanya James Mwasote ni kwenda kuclear ule mpira ambao ulikuwa unazagazaga katika kisanduku chao. Haji Mwinyi, Jaza unakuja ule mpira unakatika unakwenda nje. Idi Kevin Friday, Salum Kimenya, penalty! Tanzania Prisons wanapata penalty katika dakika ya 43, na wachezaji wa timu ya Yanga wanamzongazonga mwamuzi Meshak Suda kutoka Singida. Wachezaji wa timu ya Yanga wanamzongazonga mwamuzi Meshak Suda kutoka Singida. Ulinyanyuliwa ule mpira kimasara hivi na Salum Kimenya. Sasa wataalamu wetu watatuletea zile picha za marudio ili nanyi huko majumbani muweze kubaini kile ambacho kimejiri. Wachezaji wa timu ya Yanga wanamzongazonga mwamuzi Meshak Suda kutoka Singida. Imetokea tafurani hapa kiwanjani, wachezaji wa Yanga wakiwa wanamzongazonga mwamuzi Meshak Suda, na wakati huo huo dhahiri shahidi kuna mtu anataka kuchukuliwa hatua za kinidhamu. Kadi ya njano Andrew Vincent Chikupe. Andrew Vincent Chikupe. Na kumekuwa na papatu, hawakubali, hawaamini kile kilichotokea wakati Salum Kimenya alikuwa yupo kwenye kisanduku anachezea ule mpira. Kana kuonyesha utovu wa nidhamu Andrew Vincent. Alimpiga kichwa. Kana kumpiga kichwa maamuzi. Sasa utovu wa nidhamu. Wachezaji wa Yanga bado wakiwa na
La haula. Aliubetua ule mpira kwa juu. Mwingine tena anachukuliwa hatua za kinidhamu. Huyu ni Ibrahim Wajib Megomba, atawamaliza sasa hawa. Sasa hii shughuli anagawa kadi kama njugu. Meshak Suda, Ibrahim Wajib Megomba kadi ya njano, na Juma Abdul Mnyamani kadi ya njano. Wachezaji watatu wa Yanga wote wametandikwa kadi za njano, na anasema inawekwa penalty. Meshak Suda, mwamuzi wa mchezo huu leo kutoka kule, alitengeneza kazi nzuri Kevin Friday, wakati Salum Kimenya anajaribu kutengeneza ule mpira. Ni ujanja wa mchezaji unapokuwa kwenye kisanduku. Jumanne ni Mkazi Al-Fadhil. Hafidhi Sare, coordinator wa Yanga, akijaribu kuzungumza na fourth official. 11 2012 wakapanda nayo tena 2012 2013 mpaka hii leo bado yuko. Anakwenda kupiga penalty ile kwa upande wa timu ya Yanga. Goalkeeper Ramadhani Kabwili ametanda katika lango lake. Goalkeeper Ramadhani Kabwili ametanda katika eneo lake. Jumanne Al-Fadhil. Al-Fadhil piga pale, goal! Bao la kwanza kwa upande wa Tanzania Prisons, dakika ya 45 ya mchezo. Tanzania Prisons wanapata bao la kwanza kupitia kwa kiungo wake Jumanne Ninkaze Al-Fadhil. Prisons moja, Yanga hawajapata kitu. Pale pale aliposimama anaupenyeza mpira kidogo tu na kuweza kuwainua mashabiki wa Tanzania Prisons. Jumanne Ninkaze Al-Fadhil. Hii ndivyo ilivyokuwa ile penalty, wakati Salum Kimenya anakwenda kuchezewa penalty. Katika mechi zote 14 Yanga walizocheza hawajawahi. Hii ni mechi ya pili wanatanguliwa. Mechi ya kwanza ilikuwa dhidi ya Ndanda FC kutoka kule Mtwara, mchezo ulichezwa katika uwanja wa Taifa, na mchezo huu Yanga wanatanguliwa, lakini mara zote Yanga walikuwa wanapata mabao na hayarudi. Sasa hili tarudi. Hebu tufanye subira tuone nini ambacho kinajiri. Haya, yuko chini mchezaji mwingine wa Tanzania Prisons. Pambano limetawaliwa na tafulani za hapa na pale. Kuna na ubabe na hapa na pale. Hapa yuko chini mchezaji mmoja wa Tanzania Prisons, yule Mwinyi Zahera. Haya, tuone nini kitakachojiri. Pambano limekuwa na rabsha za hapa na pale, imekuwa tafrani. Haya, Mwinyi Zahera anazungumza kwa Kiswahili ambacho kinaeleweka zaidi kwamba mpira unaharibika. Mechi imekuwa na tension kubwa, Hassan Mvula, na kumekuwa na undava hapa na pale. Wanajeshi wa Tanzania Prisons wa jelajela wakiwa wanashana kazi na wananchi kosti yao. Kulikuwa na papatu. Mrisho Ngasa alikwenda naye pia kichwa Hassan Kapalata. Dhahiri shairi anaonekana kumpiga kichwa. Dhahiri shairi kwa marejeo ya picha, Mrisho Ngasa alikwenda kumpiga kichwa Hassan Kapalata. Haya. Sasa katika zile zengwe mwamuzi naye akajikuta na kwenda chini. Ni moja kati ya pambano ambalo limekuwa na rabsha na tafrani nyingi tangu kuanza kwa ligi kuu soka Tanzania bara msimu huu, na yale ambayo tumezungumza mwanzoni wakati wa matangazo yetu kwamba timu hizi zimekuwa na upinzani na zimekuwa na matukio kadhaa ya kunyang'anyana tonge kinywani. Yanga wanaingia kwa lengo la kulipiza kisasi cha kufungwa mabao 2-0 katika msimu uliopita, na Tanzania Prisons wako katika dhooful hali, wanapigana, wanapambana kuhakikisha wanakwenda kwenye msimamo mzuri katika ligi kuu soka Tanzania bara. Kwa hiyo wanacheza katika nguvu kubwa na mchezo ambao umekuwa na rabsha za hapa na pale. Hicho kifanya Ngasa aliacha mpira akaenda kumfuata Hassan Kapalata. Dhahiri shairi. Haya, tuone maamuzi yatakayotoka baada ya purukushani na tafrani zote hizo ndani ya dakika kadhaa hivi. Pambano kwa sasa limesimama kwa muda kidogo ili kupisha zile vurugu na tafrani za hapa na pale, ambapo matukio kama haya yamekuwa yakijitokeza katika michezo tofauti, na lakini kwa hakika ni mchezo ambao umekuwa na rabsha za hapa na pale. Kadi nyekundu Mrisho Ngasa, kadi nyekundu Laudian Mpalile, wanakwenda nje wote. Ngasa alimpiga kichwa Kapalata, lakini Laudian Mpalile naye alikwenda kujibu zile rabsha za hapa na pale. Sasa timu zote mbili zinacheza na wachezaji pungufu pale kiwanjani.
Moja kati ya mchezo wenye matumizi makubwa sana ya nguvu. Rodion Mpalile kiongozi uwanjani alipaswa kuwa mtulivu, alichokifanya naye ni kwenda kutumia jazba. Namuona Cantona, huyu moja kati ya wale makomando wa Yanga, wote wakiwa pale wamekuja kwa wingi wakitoka zao Dar es Salaam. Penta, Abdalla Ramadhani yule, hali kadhalika Eric Masanja maarufu Cantona, wote wameonekana kuwa na taharuki. Rodion Mpalile anakwenda ndani kule, hali kadhalika Mrisho Ngasa anakwenda ndani. Mpira ni mapumziko, dakika 45 za kwanza zinamalizika. Tanzania Prisons, mabingwa wa zamani wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wako mbele kwa bao la kwanza, na Yanga wakiwa hawajapata kitu. Tanzania Bara na Yanga bado kunje tafulani. Mwinyi Zahera naye uzalendo umemshinda. Bila shaka hali imekuwa tete. Wachambuzi wetu watakuwa na mambo mengi ya kuzungumza pale studio bila shaka kwa hizi tafulani. Hii ndio ambayo inawakumba wale ambao wamesafiri kutoka mbali, na hali ya usalama imeimarika hapa kiwanjani. Askari sasa kila mmoja anafanya juhudi yake, na kama ambavyo nimekuambia, Kondo Kipwata naye yupo, hali kadhalika Ismail Suma, wote wale makomando wa Yanga na wanaanzisha taharuki huku, lakini wana usalama pia wamesimama. Penta namuona pia wale makomando wa Yanga wanajaribu kuleta tafrani hivi kidogo. Hali imekuwa si shwari, lakini wana usalama kila mmoja kwa nafasi yake wanaonekana kuweka jambo lile barabara kabisa. Jambo linaonekana kuwa limedhibitiwa na wana usalama, kila mmoja kwa nafasi yake. Hali imekuwa nzito kidogo, Shaban Naso. Shughuli imekuwa nzito, lakini dakika 45 za kipindi cha kwanza, Tanzania Prisons 1 Yanga 0. Tumerejea katika dakika nyingine 45. Tumerejea katika dakika nyingine 45 za pili, na Shaban, hali ya taharuki bado imewakumba pia baadhi ya mashabiki, kila mmoja hapa akiwa hajui nini kinachoendelea. Wanapaswa kuwa watulivu. Na wakati huo Mateo Anton namuona anajiandaa kuingia. Mateo Anton anajiandaa kuingia kwa upande wa timu ya Yanga 2013 na 2014. Ilikuwa ni moja kati ya Mateo Anton ameingia. Mateo Anton kuchukua nafasi ya Mark Edward. Mark Edward amekwenda kupumzika, amepumzisha kiungo, ameongeza mshambuliaji Mateo Anton. Tayari Mrisho Ngasa akiwa na red card yupo nje. Kwa hiyo chokifanya mwalimu ni kupunguza midfield mmoja na kuingiza mshambuliaji, kuongeza kasi kule mbele. Ni msimu 2003 ile ambapo Yanga ilivuliwa ubingwa na Tanzania Prisons kwa kuwachapa mabao 3-2. Pambano lile lilikuwa na kashikashi na tafulani kama hii ya leo. Cha juu sana kwa wale mashabiki ambao wamesafiri kutoka kule maeneo mbalimbali kwa upande wa Yanga. Haya, mmoja wa Tanzania Prisons kana kugusa na mkono ule mpira, cheza kile kichwa, ilikuwa ni James Mwasote. Pasa kucheza kwa utulivu. Mechi imekuwa na tension kubwa, shughuli imekuwa nzito. Wote hao ni wapigaji wazuri. Ibrahim Majibu jaza kule, cheza kule, goalkeeper Alon Kalambo, kona. Moja kati ya pigo zuri ambalo amepiga Ibrahim Majibu, alifanikiwa kuupitisha ule mpira katika ukuta wa walinzi wa Tanzania Prisons. Alon Kalambo, moja kati ya save nzuri sana kwa upande wake, kwenda tena kule juu, kwenda kule. Alon Kalambo ananyaka ule mpira. Kwa ni shambulizi ambalo Yanga wameanza kwa kasi, wanahitaji kukomboa ili bao, lakini juhudi na jitihada zao zinakwamishwa na mlinda mlango Alon Kalambo. Jumanne Al-Fadhil Matambi amemchezea ndivyo sivyo Faisal Salim Abdallah. Kulikuwa kuna sababu Jumanne Al-Fadhil wa kuinua mguu namna ile, tayari alikuwa ameshawini kupiga ule mpira. Alichokifanya ni kusogezea mwilini kwa Faisal Salim. Nambia njoo hapa Jumanne Al-Fadhil, rafu ya kukusudia kabisa ile kadi ya njano. Ibrahim Majib Migomba jaza mpira unakwenda nje na kwa goal kick. Wanapaswa kuwa tulivu Yanga.
Tanzania Prisons. Wakati huo Taban Kamsoko anaingia, Juma Abdul Jafal anakuegesha stand ile na Kevin Friday. Taban anaingia kuchukua nafasi ya Faisal Salim Mabamba. Fei Toto Ng'ang'ana ule mpira bado anacheza tena. Juma Abdul kuja kule, cheza kwa kipa Aaron Kalambo, kona. Kazi nyingine nzuri anaifanya Aaron Kalambo, mpira ambao ulipigwa na Juma Abdul Jafal, alijitusha kichwa kile Mateo Anton. Aaron Kalambo anathibitisha kwamba mwalimu alimwamini kumpa nafasi ya kuwa kiongozi pale langoni. Kama Yanga anawanyima nafasi, kama Yanga itakosa ushindi hii leo, basi golikipa Aaron Kalambo atakuwa amechangia kwa kiasi kikubwa. Benjamin tolewa mpira na wakati uko chini. Jumanne El Fadhil, Hamisi Jocelyn Tambwe naye kwa maana nyingine anaonekana nao. Mesha Kisuda kwenda juu, anaonekana kuchezewa ndivyo sivyo, wakati ameruka juu na Ibrahim Wajibu. Kwenye hao ni mashabiki wa Tanzania Prisons wanasema kwenye msafara wa Mamba na Kenge huwa wakosekani. Hizi jezi nyekundu zilikotoka kujulikani, ile hali Tanzania Prisons jezi zao zina rangi ya kijani na nyeupe. Na mmoja amekwambia nyumbani kwanza Simba damu. Hayo ndio moja ya mabango ambayo yameandikwa kwa upande wa mashabiki wa Tanzania Prisons. Ni huwa yasomeki kirahisi. Haya. Anasema Simba Omba FC, msijisaulishe, ubingwa ni wetu. Penyeza ule mpira sasa. Penalty! Yanga wanapata penalty. Yanga wanapata penalty katika dakika 74. Goli lile lile ambalo walipata penalty wao Tanzania Prisons. Tahiri Shairi, bila ambalo ucheza Nurdin Isa Chona wakati anakwenda kupambana na Heriet Makambo, analala Nurdin Isa Chona kwenda kuokola mpira. Ibrahim Ajim Migomba, penalty ile, anakwenda anapeleka pale, gol! 1-1, Yanga 1 Prisons 1, na baadhi ya mashabiki wanalipuka hivi sasa. 15 ya mchezo. Hilo ndio bao lake la mkwaju penalty kule kule. Anatoka Aaron Kalambo pale, Ibrahim Wajibu anakwenda kupenyeza ule mpira wavuni pale pale. Golikipa anakimbia, analikimbia lango. Bao la kusawazisha kwa upande wa Yanga. Ile gonga kichwa, bado anajaribu kucheza Mateo Anton Parago Tambwe anaandika bao la pili kwa upande wa timu ya Yanga. Hamis Tambwe anaingia na baraka zote katika mchezo huu. Pasi ya kwanza ikazaa penalty, mara hii anaandika bao la pili kwa upande wa timu ya Yanga. Yanga 2 Tanzania Prisons 1. Ni uzembe wa walinzi wa Tanzania Prisons. Prisons watajilaumu wenyewe, makosa yale ya walinzi wa Tanzania Prisons. Walijigarimu. Hamisi Tambwe kwa utulivu kabisa anapiga shuti ambalo linamwacha Aaron Kalambo akichuma bila mafanikio. Kazi nzuri ya Mateo Anton. Hamisi Tambwe piga mguu wa kushoto ule, sliding kubwa kabisa ile. Hamisi Jocelyn Tambwe. Watajilaumu wenyewe Tanzania Prisons kuweza kupoteza mpambano wa siku ya leo, makosa ambayo anakuja kuwagharimu dakika za mwisho kabisa. Hii sasa wanasema mbuzi kafia kwa muuza supu. Tayari masahara aliyokuwa akialeta Andrew Ajib, hatari. Tambwe gol!
Waswahili wanasema mtoto mdogo huwa halali na pesa. Yanga 3 Tanzania Prisons 1. Mtoto mdogo kwa kawaida huwa halali na pesa. Mara hii sasa James Mwasote yeye peke yake akaanguka na mpira ule na kumwacha Hamisi Tambwe anakwenda kupachika ule mpira kiulaini kabisa na kufanya jahazi la Tanzania Prisons linazidi kuzama. Jahazi la Tanzania Prisons linazidi kuzama, na pale sasa ndipo tunaporejea katika yale maneno kazi uzembe wa James Mwasote kuondosha ule mpira. Hamisi Tambwe anachagua sehemu gani ambayo amekaa Aaron Kalambo na kuweza kupenyeza katikati ya mkono wake wa mkono wa kulia pale pale anaopenyeza mpira engo ambayo mshambuliaji unapaswa tumia akili kuweza kufunga goli. Hassan Mvula engo ambayo alikuwa Hamisi Tambwe Mwinyi Zahera ikana shangilia. Ile ni sabu ya maana ambayo ameifanya Mwinyi Zahera. Shughuli imekwisha kwao, kama Maulidi sasa ndio amekwisha toka barazani na shughuli ndio imemalizika. Mpira umekwisha. Yanga wanaendelea kusalia kileleni, wanafikisha pointi 38 kwa michezo 15 waliokwisha cheza. Hamisi Tambwe anatoka Shujaa katika mchezo huu wa leo na kumwacha kocha Bares akiwa hajui nini atakaloweza kuwaambia mashabiki wa Tanzania Prisons kutokana na kupoteza mchezo muhimu kabisa wakiwa mbele, na kumfanya shabiki pia amepata mzuka, amepagawa, hajui nini atakalofanya. Mchezo ambao kwa kweli kwa matokeo yalionyesha dhahiri kwamba huenda Yanga wangepoteza mchezo huu, lakini mchezo ambao umekuwa ni ulikuwa dhahiri shahiri kwamba Yanga alionekana kupoteza, lakini sabu ambazo amezifanya Mwinyi Zahera kumwingiza Hamisi Tambwe, Mateo Anthony pamoja na Thabani Skaraka Musoko, mabadiliko ambayo kwa kiasi kikubwa yamechangia ushindi wa Yanga mabao 3-1. Mtokea benchi Hamisi Tambwe anakwenda kusukuma mabao mawili na kuweza kuwapa alama 3 muhimu Yanga. Leo amekuwa thamani yake ni sawasawa na dhahabu Hamisi Tambwe. Kwa hakika amekuwa na furaha ya aina yake. Ni moja kati ya mchezo ambao anastahili kupongezwa. Juhudi zake zimeonekana. Hali kadhalika kijana Mateo Anthony wanapongezana kwa pamoja kutokana na namna ambavyo wamecheza kwa ushirikiano wa hali ya juu na kuweka ushirikiano. Wanasema umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Bila shaka mashabiki waliokuja kuja kuishangilia ama kuiunga mkono Yanga wanafaidika na kile ambacho walichokitaraji. Wameibuka na ushindi wa mabao 3-1. Furaha inazidi, furaha inatawala. Ikumbukwe tu kwamba Yanga ni moja kati ya timu kubwa Afrika Mashariki na Kati, na wamekuwa na matawi kote nchini. Basi Tanzania Prisons 1 Yanga 3. Mnataka kuondoka? Tunataka kuondoka na basi. Poa. Rafael. Asante. Fresh sana. Coach, Nurumia. pole sana. Nini kikubwa? Nini? Ni emotion. Pole sana. Emotion. Naam, dakika 90 zimekamilika katika uwanja wa CCM Sokoine jijini Mbeya, na vinara wa ligi kuu Tanzania bara Dar es Salaam Africans wakiendeleza wimbi lao la matokeo mazuri, na safari hii wakitoka nyuma na kushinda mabao 3-1 dhidi ya timu ngumu ya Tanzania Prisons ambayo kidogo msimu huu mambo yao hayaendi vizuri. Tuanze na wenyeji kwanza. Anaanza na kocha msaidizi wa Tanzania Prisons Ismail Suma Ado, atuambie kiufundi timu yake ilipotea maeneo gani. Mwalimu, mlianza vizuri mkaongoza mpaka mapumziko, kipindi cha pili mkaja mkapotea. Mlipotea eneo gani hasa la kiufundi ambalo Yanga alikuwa bora kwa kipindi cha pili? Na nadhani ni mistake za mabeki wetu.
lakini tulikuwa sahihi kabisa. Mistake chache ambazo zimetokea Yanga wamezitumia. Lakini kiufundi inaonekana mabadiliko ambayo kocha wa Yanga aliyafanya akawapoteza katikati, mkazidiwa na mkaanza kuwa mnapiga tu mipira kuhamisha kutoka nyuma kwenda mbele bila kutengeneza mipango yenu ya kuulinda ushindi wenu labda na kuongeza. Na mipira inapokuja nyuma lazima defense itulie, ianzishe. Lakini defense yetu haikutulia, kawa inapiga tu. Lakini matokeo yake walikuwa wanatakiwa watulie tu, waanzishe timu isogee. Makosa ni ya beki tu. Wakati tukifanya mahojiano ya mwanzo ulisema mmerekebisha safu ya ushambuliaji na mtaanza kwenye mechi hii, lakini hakuonekana nafasi nyingi za kutengenezwa. Inaonekana tatizo lile bado lipo. Sio kivile sana, linapungua kidogo kidogo, lakini litapungua tu. Asante sana. Huyo ni Mwalimu Sumado, lakini pia tupate ya kusikia kutoka kwa nahodha wa mchezo aliyemaliza mchezo huu Benjamin Asukile, atuambie kiufundi timu yao kama wachezaji wao walikuwa na ugumu kiasi gani kuhakikisha kuwa wanalinda ushindi wao waliokuwa wameupata kipindi cha kwanza na kupata matokeo. Benjamin, mliingia kipindi cha pili mkiwa mnaongoza lakini mkapotea na mkana kama mmejiamini. Ni kitu gani kama mchezaji mlikiwa nacho uwanjani kiliwazidi? Amna, ni mistake tu za mpira ambazo zimetokea, ndio maana wenzetu wameweza kuzitumia zile nafasi. Makosa mmekuwa mkiyafanya tangu msimu unaanza na mlikuwa mnajua mkifanya makosa yale mnarudia makosa yale, maana yake nini? Ni kwamba mna maandalizi hafifu, hamko sawa kisaikolojia, au labda mna mgomo kwenye timu? Hapana, hakuna mgomo wote. Timu iko vizuri tu, isipokuwa ni tuseme ni maandalizi tu ambayo tumekuwa tunafanya, labda mengine yanakuwa somo, lakini kiukweli kwa timu sisi tuko vizuri. Sema kinachotuathiri ni matokeo ambayo yanakutokea kwa saikolojia, na muda kadri inavyozidi kwenda watu akili zinakuwa zinachoka kwa sababu ya matokeo mabovu, kwa sababu ya msimu uliopita tulikuwa vizuri, lakini sasa kutokana na matokeo ambayo tunapata ndio ambao kitu watu kidogo timu inakuwa iko vizuri, lakini kuna wakati itafika stage timu inafikiri tatulia, tutafanya vizuri kwa sababu ligi mimi naona bado. Naam, Benjamin Asukile huyo akizungumzia kitu ambacho kinawaponza msimu huu mpaka wanapata matokeo bora. Lakini pia niko na kocha wa Yanga Mwinyi Zahera. Mwalimu, ulifanya mabadiliko ya kiufundi na akaenda kuchukua mchezo na mchezo ukahamia upande wenu. Ni kitu gani ambacho ulikiona kwenye timu ya kipindi cha kwanza kwa kinakosekana hadi ukafanya mabadiliko yale kipindi cha pili? Hakuna kitu iliokosekana katika mchezo tunaocheza, ila nadhani nini mwalimu? Mwinyi Zahera huyo amekumbwa na masaiba, anashindwa kuongea, lakini nipo na Hamis Tambwe, super sub katika mchezo huu wa leo. Ametokea benchi na kufunga magoli muhimu, lakini kama utakumbuka pasi yake ya kwanza ndio za penalty, alafu akafunga magoli mawili ambayo yalikuwa ushindi katika mchezo huu. Na kama utakumbuka mchezo wake wa kwanza kuanza Yanga alifunga mabao mawili ambayo Yanga alipata ushindi. Tambwe, kwa matokeo yako ambayo umekuwa ukiyapata, mchezo huu leo umebadilisha wewe na mchezo wa kwanza ambao ulikuwa umeanza ulifunga magoli mawili. Unadhani muda umefika wewe sasa kupata nafasi ya kwanza kwenye timu yako? Hiyo inawezekana, lakini kwa mara nyingi inatokana na wachezaji jinsi tulivyo uwanjani. Inawezekana kocha anaona kama wenye wanaanza wanafaa, na kweli wanafaa, ndio naona. Sasa mimi ni kuchunga tu ile muda wangu, akinipatia nafasi nifanye tu vizuri, basi aone kama na mprove basi navyo. Ulipokuwa nje kuna kitu gani ulikiona kinakosekana kwenye timu yako na kaingia kwenda kufanya kazi? Mimi wake kilikuwa pale, tushafungwa goli afu dakika zibakia ndo. Kwa nini sasa usitoe beki uingize striker? Ndio kilikuwa cha muhimu, na mimi kumbe akanisikia idea yangu akafanya hivyo. Asante sana. Katika mchezo huu wamestambwa, lakini katika mchezo huu kuna wachezaji wawili wanaonyesha kadi nyekundu, Mlisho Ngasa wa Yanga, lakini na Laurian Mpalile wa Tanzania Prisons. Niko nao hapa kama sehemu ya fair play. Kwanza, matukio waliyofanya sio ya kimichezo, labda wao watakuwa wanasema kitu chochote kwa watu waliotazama mchezo huu, na kitu gani kiliwasibu kwa kufanya vile? Nianza na Ngasa. Kwanza kamshukuru Mwenyezi Mungu, lakini kwa kitendo nilichokifanya ilikuwa ni tempa ya mchezo, kwa sababu tulikuwa tushafungwa na pia timu yangu itakotaji ushindi. Kwa hiyo mimi naomba samahani kwa Tanzania wote na wakazi pia wa Mbeya na wakazi wangu wa Prison ambao nimeshacheza hapa kwa muda mrefu. Kwa hiyo ni kitendo cha tempa tu, kwa sababu sijawahi kufanya kitu kama cha hivyo. Kwa hiyo naomba samahani wa Tanzania wote na wakazi wote wa Mbeya, naomba samahani, na pia mashabiki wangu wote wanaonipenda, wanaoniangalia, naomba samahani sana. Huyo Mlisho Ngasa, lakini Laurian Mpalile anasemaje? Na Laurian Mpalile naye katika mchezo huu anaonyesha kadi nyekundu, labda kama na wewe kuna kitu cha kusema? Kwanza kabisa naomba niombe radhi kwa familia ya soka. Mara nyingi katika mpira, mara nyingi kuna vitu kama hivyo.
hatukupenda sisi itokee hivyo, lakini ni hali ya mchezo, tulikuwa na tempo ikapelekea sisi kuweza kufanya vitendo ambavyo vya utovu wa nidhamu. Kwa hiyo mimi nilikuwa naomba kabisa kwa niaba ya familia ya wachezaji, naomba tusamee kitendo kama hicho ambacho tumekifanya leo, si cha kiungwana. Naomba mtusamee, ni hali ya mchezo, mara nyingi vitu kama hivyo kwenye mpira wao vinatokea. Naamini kosa la leo tumejifunza sisi kuweza kuwa bora zaidi katika siku zinazokuja. Naam, hiyo ndio fair play tunayosema kwenye mpira. Utaona wachezaji hawa leo wanapewa kadi nyekundu, lakini hicho wanachokifanya ni kitendo cha ungwana. Basi hicho ndio kitu ambacho kinaendelea hapa chini. Sisi ni soka, burudani inaendelea.